Aprili 4, 2025. Mimi naitwa Dan Kaboma the icon mwenyewe, lakini kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu na kumiza subscribe kitufe ni hapo chekundu ambacho kimeandikwa subscribe. Ukibofya utakuwa umeshakuwa mwanafamilia yetu, na chochote kizuri ambacho kitakuwa kikihappen basi utakuwa wa kwanza kukufikia. Lakini hii ni exclusive interview. Tupo na Magdalena Sakaya, naibu katibu mkuu kupitia chama cha wananchi CUF Tanzania bara, lakini aliyewahi kuwa mbunge pia wa jimbo la Kaliua. Kama tunavyofahamu pia ni kipindi cha uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Unaendeleaje madam? Naendelea vizuri. Vipi hali yako? Hali nzuri. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Umewahi kuwa mbunge, ni mwanasiasa mkongwe kwa ujumla kwa sasa hivi. Natamani kujua umejiandaaje kwa ujumla na uchaguzi huu? Asante, nashukuru. Tumejiandaa kwa sababu muda umebaki ni mchache, na mwanasiasa kisha mwanasiasa hawezi kuacha siasa. Siasa ni kama dini vile. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko kwenye damu. Gombea nishakuwa miaka 15 nikiwa mbunge, na hata uchaguzi 2020 tulitolewa kwamba tulikuwa hatuna uchaguzi, tulikuwa na uchafuzi. Kwa hiyo bado dhamira na lengo la kuendelea kutumikia wananchi ambao walituamini, walitupenda, bado tunalo. Kwa hiyo mimi kama Sakaya bado, pamoja na kwamba tulikumbana na mambo mengi hapo nyuma, na hata uchaguzi wa serikali za mitaa ulikuwa ni mbaya kweli kweli. Maana tulisema angalau tupime uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa tuone kwamba kweli serikali iliyo madarakani ina dhamira ya dhati kuwa na uchaguzi mkuu ulioko huru na haki. Lakini bado tumeona kwa matokeo yaliyotoka mwaka jana mwezi wa 10 wa serikali za mitaa, bado hakuna dalili za kuweza kupata uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo tumeendelea kupambana namna ya kuweza kupata uchaguzi huru na haki, lakini wakati huo tunasema kwamba hatuwezi kuachia shamba ngedere. Ni lazima tupambane, tuhakikishe kwamba tunapambana kutafuta katiba uchaguzi huru na haki, kwa maana ya mabadiliko ya katiba, lakini pia tujipange kwa ajili ya uchaguzi ulioko mbele yetu. Kwa mimi kama mgombea wa jimbo la Kaliua, nimejipanga kuhakikisha kwamba ninaweka wananchi wangu sawa, nimejipanga kuhakikisha kwamba wananchi wangu wanaelewa wanachokitaka, lakini wanafahamu, kwa sababu kwa miaka 5 ambayo nimekaa pembeni wamepima kati ya uongozi wangu na uongozi aliyekuepo. Ndio maana kwa kweli sasa hivi mpaka unachoka, maana si usiku si mchana, muda wote ni simu, huko imekuwa hivi, imepanda hivi, wewe ndio tunakutegemea, wewe ndio jembe letu, wewe. Na batizo ni kwamba alama ambazo niliweka Kaliua zinazungumza kwa niaba yangu, japo msiogope kwa muda mrefu kutokana na kuguliwa, lakini alama zangu nilizoziacha, kiongozi wetu kiweka alama mahali unaacha historia kubwa sana. Kwa hiyo kutokana na yale mapenzi walionipa wana Kaliua, kutokana na kuipenda kazi yangu, nilipenda kazi yangu kwa moyo wote, nilifanya kwa moyo wangu wote, bado natamani kuendelea kuwatumikia. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba uchaguzi 2025 tunaingia, tumejipanga vizuri, na tuweze kuhakikisha kwamba kama utakuwa huru na haki, tupate na ridhaa kwa wana Kaliua, waweze kunipa ridhaa tena ya kuweza kuwaongoza. Unakwenda kugombea tena ama umekata tamaa? Sijakata tamaa kwa sababu siku yote unapopambana utaki kukata tamaa. Katika dhambi kubwa sana katika duniani hapa, kwa jambo lolote dhambi kubwa ni kukata tamaa. Kwa hiyo unafanya jambo lolote hata lingekuwa gumu kiasi gani, usikate tamaa. Na hasa kwa sisi ambao tunamtumainia Mwenyezi Mungu, Mungu anaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Na imani hata 2015 wakati nagombea mpaka nikashika jimbo, sio kwa akili wala kwa uwezo wangu. Nilikuwa nagombea na mtu ambaye ni mkubwa sana, mtu ambaye amekaa kwenye jimbo miaka 20, ni profesa, waziri kwa miaka 15, ana hela kama uchafu, ni kindaki, yani alikuwa na system, yule mtu ambaye yuko kwenye system, lakini niliweza kumwoa. Kwa hiyo sio mimi naifanya, wako watu wako nyuma yangu kanisaidia, lakini pia ni jinsi ambavyo kazi ambazo nilifanya wakaona kabisa huyu anafaa kututumikia. Lakini pia na imani kabisa kwa uwezo wa Mungu, hata lilikuwa ni gumu, linaweza likawa ni jepesi, na tukafanikiwa tena kupata fursa ya kuweza kuongoza. Una imani na uchaguzi huu ambao unakuja? So far sijana na imani nao kwa kiasi kikubwa, ni kwa sababu kwamba tumekuwa na matarajio makubwa sana na uchaguzi na uongozi uliokuwa madarakani, kwa maana uongozi wa Mama Samia. Tulikuwa na imani gani naye? Kwa sababu uchaguzi 2020 ulikuwa ni uchafuzi, hakukuwa na uchaguzi. Watu waliwekwa, na hata aliyeko pale Kaliua aliwekwa, yule mbunge aliyeko pale aliwekwa kabisa kwamba nakutaka fulani uwe hapa. Alitamka hivyo na ikawa hivyo. Kwa hiyo ndio maana tumeweka nguvu ya aina yoyote kuhakikisha kwamba wanaotakiwa na wananchi wanaondolewa, wanabaki watu ambao wamewekwa kwa lengo la mtu au kwa matakwa ya mtu. Kwa hiyo
baada ya uchaguzi ulikuwa ni uchaguzi mbaya uliotoa tamaa sana. Tulikata tamaa karibu 2020 yote hiyo 2021 watu walikuwa disappointed, discouraged, yani kila mmoja akasema kama uchaguzi ndio huu wa serikali basi Tanzania hatoka tu ina uchaguzi. Lakini alivyoingia Samia ambaye rais yuko madarakani alikuja na kitu kinaitwa 4R. Zile 4R na akaanza kufanya vikao na viongozi wa kisiasa. Maana alijua situation ambayo tulikuwa. Watu walikuwa wamekatishwa tamaa, mikutano ya hadhara hakuna, pa kusemea hakuna, watu wamebanwa. Kwa hiyo akaja kitu akasema kwamba anataka taifa lenye umoja, lenye mashikamano, lenye mashirikiano. Kwa hiyo akasema anakuja na hizi 4R, maana yake ni kuwepo na reform, kuna vitu vya kubadilisha, kuna vitu vya kuvumiliana. Tukaona kabisa maybe hizi 4R zitaleta tija nzuri. Kwa hiyo tukaanza kuona matumaini. Tukadisha kwa hiyo yale maumivu tulikuwa nayo yakaanza kuondoka kidogo kidogo. Na tukasema sasa kuna mambo mawili ya kupima hapa. Cha kwanza ni kumpima kama utakuwa na katiba mpya, kwa sababu anasema mtu ambaye atakawe na kiongozi wa wananchi anayekubalika. Kwanza tuone kwamba kilio chetu cha miaka cha katiba mpya atakamilisha maana kishazaga. Lakini pili, tupime kwenye serikali za mitaa kama kweli hizi 4R anazisema kutoka mdomoni rais au anazisema amedhamiria. Lakini cha kusikitisha ni kwamba zile 4R binafsi niliziona kama zilikuwa anazisema mdomoni, haziko kwenye ground. Kwa sababu hakuna chochote ambacho kimefanywa kuweza kutuonyesha kwamba angalau zile 4R zimefanywa kazi. Mimi bahati nzuri nimeshiriki kwenye vikao mbalimbali. Kile kikao cha kwanza kilichofanyika mwaka 2022 kilichofanyika Dodoma kwa ajili ya kuzindua ile mashirikiano ya baraza la vyama vya siasa na kuja na kikosi kazi kwa ajili ya kwenda kufanya kazi, kwenda kuhoji nini kifanyike ili taifa lilikuwa na umoja. Nilikuwa kwenye kikao. Nilimsikia alivyokuwa anasema, alivyofungua ule mkutano wa baraza la vyama vya siasa. Yani picha nilipata siku ile pale na picha ambayo leo ninayo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo tumejiuza kumbe ilikuwa tu ni ile kama mtu unaongea tu ili uonekane kwenye umoja, uonekane huko nje, uonekane kwenye vyombo media kwamba una dhamira ya dhati, lakini kwa dhamira haipo. Hasa ni mawili. Aidha ana dhamira ya kweli lakini watendaji wanamwangusha, au kabisa kwamba mwenyewe hana dhamira ya kweli. Na mimi naweza nika opt number 2 kwamba hana dhamira ya kweli Mama Samia. Kwa sababu gani? Kwa iliyofanyika serikali za mitaa mwaka jana mwezi wa 10 tu, kuanzia kwenye uandikishaji ilikuwa ni vilio. Tumeongea sana kwenye vyombo vya habari. Na mimi imani yangu ni kwamba rais ana vyombo vyake vizuri kabisa na system yake, ana usalama wa taifa, ana vyombo vya kufanyia kazi. Kwa hiyo kila kinachotokea ndani ya taifa hili anakijua. Tulianza kwenye daftari kuandika kupiga kura, zikachezwa rafu za hali ya ajabu. Tukapiga kelele kwenye media, kwenye vyombo vya habari tukaongea. Hakuna hatua iliyochukuliwa. Watu wakaandika mpaka watoto, hakuna hatua iliyochukuliwa. Mpaka wafu, hakuna hatua iliyochukuliwa. Tukaja kwenye swala la uchukuaji wa fomu. Ikaja rafu nyingine za ajabu. Wapinzani wakanyimwa fomu. Watu wanachukua ofisi zinafungwa. Wakatoa maelekezo kwa system kwamba wachukue fomu. Baada ya kuchukua fomu, wanakuja baada ya hapo wale wengine kama wamenyimwa fomu. Tukapiga kelele sasa kwa hiyo vyombo vya habari, hakuna hatua iliyochukuliwa. Ikaja kwenye swala la urejeshaji wa fomu. Watu walikuwa na fomu, wale wachache ambao walikuwa wamechukua kwenye vyombo vya upinzani wakashindwa kurejesha kwa sababu ofisi zilifungwa na watendaji wakakimbia kwenye ofisi zao. Tukapiga kelele sana tukiamini kabisa vilio vyetu sio machozi ya samaki kwamba analia inaingia baharini. Ni vilio ambavyo yuko rais, yuko viongozi, yuko waziri mkuu, kuna mawaziri wanasikia vilio vya tulikuwa tunapiga kelele. Hakuna aliyechukua hatua yoyote. Imekuja kwenye swala la uteuzi. Watu wengi wakainguliwa. Wagombea wengi wapinzani wakainguliwa. Kwanza waliochukua fomu ni wachache, lakini pia waliorudisha fomu ni wachache, maana walizuiliwa kurudisha fomu. Lakini pia walioenda kwenye kugombea ni wachache tena zaidi. Hata wale wachache ambao walioenda kwenye uteuzi wakapigwa nje wote. Tukaomba sana mchakato ule urudiwe. Hakuna aliyechukua hatua. Lakini wakati ambapo mpaka katibu mkuu wa CCM aliingilia kati, akasema kwa nini vitu vidogo ambavyo vinaongozwa vya watu waache waingie mkashindane kwenye uchaguzi, wapeleke kama walivyo, wananchi wakafanya maamuzi. Akaja waziri muhusika wa TAMISEMI ambaye ni Mchengerwa, akasema kwamba ametoa siku za kuongeza kwamba watu wapeleke rufaa zao kwenye kamati za rufaa za wilaya. Watu wapeleka rufaa kule, zote zikatupwa nje. Kwa hiyo katika matukio yote hayo nilitegemea kama rais akuwa ameagiza hayo yafanyike, basi angetoka hadharani akasema kwamba yaliyofanyika yote, kuanzia matukio yote yaliyofanyika kwenye uandikishaji, kwenye uchuaji wa fomu, urejeshaji wa fomu, kwenye uteuzi, yote hayo si kuagiza. Lakini kwa kuwa nimeona kimya mpaka ninapoongea leo, amesema kimya, nina imani kabisa kwamba aliagiza
vyombo vyake vifanye kazi. Kwa hiyo dhamira yake kwa Watanzania na kwa vyama vya upinzani haikuwa safi. Ilikuwa ni kauli za kauli za kujiona kwamba watu waone kwamba anayo dhamira, lakini kule hakuwa na dhamira hiyo. Na hiyo inaonekana wazi kwa sababu hata wale wenzetu ambao walikataa maafikiano ya vyama vingine vyote kama wenzetu Chadema walikuwa na vikao vya siri na CCM, wamekaa vikao. Juzi kutoka hadharani hapa wanasema tumeshafikia mwafaka. Kwa hiyo kiujumla ukichukua mizani ukipima ni kwamba aliyokuwa anasema rais kwa watu kwenye kadamnasi, kwenye mikutano, hata ambapo yamesambaa maeneo mpaka nje ya nchi, hayakuwa na dhamira ya kweli. Ndio maana mpaka leo tumeendelea kubaki na vilio. Katiba mpya hakuna minimum reform ya aina yote. Hata yale masuala machache manne kwenye katiba tumesema angalau basi haya yakuwa na tume huru, lakini tume imebadilishwa tu baada ya ikaongezwa kitu kwamba ni independence, lakini tume ni ile ile. Tume huru tulitaka tume huru, manake tume huru inayohusisha vyama vyote, na tume huru ambapo rais sio mteuzi. Leo unasema rais ameteua wajumbe wote, ametoa mpaka mwenyekiti, katoa mpaka makamu mwenyekiti, afu ni tume huru. Kwa hiyo tume huru, lakini matokeo ya rais kusema angalau yaujue mahakamani hayaojiwi. Sababu kwa na independent candidate kwa maana ya mgombea binafsi mpaka leo hakuna. Hata zile minimum reform chache tulisema zibadilishwe, zirekebishwe kwenye katiba, zimeshindikana. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa hatuna katiba mpya, tukiwa hatuna minimum reform, tukiwa tumepigwa vya serikali za mitaa. Nchi nzima sasa hivi inaongozwa na viongozi wa CCM, hawana uwezo wa aina yoyote. Mateso ni kila kona. Hapa tulipo tukitoka hapo nje ni machemba yameziba, viongozi hapo wana relax. Hawakuwa na sifa ya kuongoza kwa sababu wameweka wakae pale. Na hao sasa ndio wanaenda kutumika kama chawa CCM au makarai wa CCM kwenda kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu wanapambana iwezekanavyo kisha kwamba CCM wanashinda. Sasa mnaingia kwenye uchaguzi kwa minajiri hipi? Vyote ambavyo mmekuwa mkividai, ambavyo mnaendelea kuvidai, hakuna hata kimoja ambacho mmefanikiwa kukipata. Hiyo tume huru ya uchaguzi umezungumza mwenyewe hapa, ni tume ambao wamepanga wao kila kitu. Mnakwenda kwa minajiri hipi? Chadema wao wametoa tamko lao kwamba no reform no election, kwa maana kwamba wao wanasema wanakwenda kuingia lakini wanakwenda kuzuia kwa namna ambayo wao wenyewe wanajua. Nyinyi mnakwenda kuingia kwenye uchaguzi kwa minajiri hipi? Sisi kwa sasa hivi sio kwenye mchakato, hatuja ya kutoa maamuzi kwa maana chama walizo maamuzi sio mimi au mwenyekiti au nani. Tutakuwa vikao vitu ambavyo vinaendelea, tutatoa maamuzi, lakini so far utaratibu unaofanyika ni kwamba tunawaandaa wanachama wetu kwenda kwenye uchaguzi, ila bado kuna vikao vinaendelea ndani ya chama ambavyo vinaweza kaja na maelekezo mengine. Kwa hiyo lakini kwa hali ya mpaka hapa tulipo tunajiandaa kwenye uchaguzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna historia kama CUF. Tutegemea kwamba mnakuja na exactly, tutakuja na maamuzi ya vikao vinavyofuata. Lakini sisi tumekuwa ni wa CUF, tuna historia kubwa tofauti na vyama vingine. CUF tuliwahi kushika serikali ya Zanzibar kule, lakini baadaye walifanya fujo, tukaamua kukaa pembeni. Naona kilichoendelea kule mpaka yani walitumia bahati mbaya sana. Hao wenzetu hawana utu, hawana ubinadamu. Ukiamua kukaa pembeni unapa fursa kubwa zaidi ile kufanya unachokitaka. Kwa hiyo tukasema no, hatuwezi. Wanachama wetu wanasema japokuwa wanatufanyia fujo, twende tukapambane nao, kwa sababu tukiwaacha tumeacha freedom ya kutosha, uhuru wa kutosha, watafanya watakavyo. Ndio maana tukasema wakati hatujatoa tamko kama chama, kama vikao vikubwa vile vijakaa na kuweza kutoa tamko la chama cha wananchi CUF, bado tuwaandae wananchi wetu kwenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu ukiwa utaanza kutoa chochote kile ukawakasha tu kwamba wamerelax, alafu baadaye ukatoa maamuzi kwamba tuende kwenye uchaguzi, utakuwa umeshachelewa tayari. Kwa hiyo so far tunapoendelea tunaendelea kukaa vikao vya kuona nini kifanyike, lakini bado kama chama cha wananchi CUF tunasema kwamba uwezi tuliwahi kutamka tukasema kwamba CCM tunasema hivi, hata kama tunakwenda kwenye uchaguzi huu 2025 wasitegemee CCM kama watafanya waliofanya 2020 au waliofanya kwa serikali za mitaa 2024 wakabaki salama. Wote watakubaliana. Hicho watakubaliana. Hatujatoa kama tamko la chama, lakini wasitegemee hiyo, yani wasitegemee hiyo bata waliokula. Maana hiyo ni kula bata. Wasitegemee kwamba itakuwa chepesi kiasi hicho. Alafu amani ya taifa hili kaendelea kubaki intact kama ilivyo. Kwa kufanya madudu wanayofanya, uwizi wanaofanya, ufisadi wa ajabu na kukebei wa Tanzania. Maana Watanzania wanawekewa viongozi ambao hawakuwachagua. Wanabadilika viongozi ambao hawana uwezo. Viongozi ambao wananyanyasa, wanawatesa kwa sababu tu CCM walipewa fursa ya kuongoza taifa hili. Kwa hiyo CCM na serikali ya CCM wasitegemee kwamba watakuwa salama. Taifa hili litakuwa salama kwa wao kuendelea na mambo wanayofanya kuhujumu chaguzi na taifa hili. Watanzania wakisema watafika mahali wanasema tumechoka, na wakisema enough is enough, amani itafutia pabaya sana.
Amani tunailinda wote. Nataka tuambie CCM, amani ya Tanzania hailindwi na dola, hailindwi na jeshi la polisi, hailindwi na JW, hailindwi na rais wala system, inalindwa na Watanzania wote. Tanzania kusema kwamba tumechoka, hata jeshi walilonalo halitoshi. Unawazungumziaje wale ambao wanasema kwamba CUF imeporomoka, CUF imepoteza mvuto, CUF haina nguvu tena ile ambayo ilikuwa zamani? Kwa maana kwamba matukio kama haya ambayo yanatokea sasa hivi CUF tungeona wameshatoa maamuzi yao zaidi, lakini sasa hivi hamwezi tena kutoa maamuzi kama mlivyokuwa mmefanya zamani. Sasa hivi mmebaki tu ni watu ambao mnaweza mkazungumza, lakini kukakosekana pia utekelezaji. Unazungumzaje wale watu ambao wanadai CUF mmepoteza nguvu, lakini pia mmepoteza mvuto na mmeporomoka kabisa? CUF hatujapoteza nguvu wala hatujaporomoka kabisa. Najua hapo nyuma kwenye CUF, tena kati ya chama ambacho ni imara ya taifa hili basi ni chama cha wananchi CUF, tulipita kwenye moto. Kuna mahali ambapo tumepita pagumu sana kama chama hapo nyuma. Kila mmoja anajua, wala sisaki kurudia huko nyuma. Lakini ili uweze kuwa mtu imara, uweze kuwa mtu strong, uweze kuwa taasisi imara, ni lazima upite kwenye moto. Ni kama vile dhahabu. Dhahabu ikipita kwenye moto inang'aa zaidi, inastawi zaidi, inakuwa imara zaidi. Same applies sisi kama chama. Tulikuwa imara, tukakutana na hapo katikati tukaingia kwenye changamoto za mgogoro ambao ulituimisha kwa kiasi fulani, lakini mgogoro umeisha. Tumeingia kwenye uchaguzi, tumemaliza. Sasa hivi tuko vizuri na tumepata tena, tumefanya uchaguzi wetu mkuu mwaka jana mwezi wa 12 tarehe 19. Japokuwa kwenye uchaguzi pia unajua kuna up and downs, kuna discrepancies. Kwa hiyo kuna iliyotokea makundi, lakini hivi tunavyoongea makundi yameondoka, chama kiko vizuri. Sasa hivi ndio maana nakwambia yani mpango wetu sasa hivi yanaelekea kwenye chama chetu kiko kwenye matawi, kiko kwenye makata, kiko kwenye mawilaya. Haya unayosikia machache huku juu ni madogo mno. Chama kiko kwenye ground, kiko kwenye mizizi. Kwa hiyo bado wanachama tunao, na hata leo utaweza ukaona kwamba hata mtu aliyeondoka tu, mwanachama mmoja tu aliweka kasirishwa tu au kufanya maamuzi sahihi, akakasirika akasema mimi bwana wewe niondoke CUF. Hakukata wiki mbili karudi. Kama CUF ingekuwa imeterereka, imeyumba, asingerudi. Kwa hiyo kila leo ndoka angesema bwana huku kumekufa tusiwepo. Lakini kama unajua dhamira ile kufanya uwe CUF na unajua lini lengo la kuwepo CUF, huwezi kuondoka CUF. Ndio maana tutegemee mnaweza mkaingia tena barabarani siku moja kama mlivyokuwa mkifanya zamani. Tunaweza tukiamua muda wote, na kama kati ya chama ambacho kinasema na kinatenda ni CUF. Wengine wanasema lakini hawezi kutenda. CUF tukiamua tunaandamana kweli. Hatujali cha polisi, hatujali cha jeshi la chochote, tunaandamana kweli. Hatujaamua tu ni kwa sababu tumejikuta kwamba hataki pia nyingine watu, kwa sababu tunajua tuna historia pia ya kuumizwa watu sana, vifo vya watu sana kati ya chama ambacho kimepoteza watu kwa ajili ya maandamano na hizi mikiki ya siasa, chama cha nchi CUF. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema kwamba hebu tuende kwanza tudai kwanza hizi reform, haya mabadiliko kwa njia ambayo ni amani zaidi. Alafu tukiona imeshindikana ndio chama kifanye maamuzi mengine ya kufanya vinginevyo. Lakini huko kukaa kwenu kimya hakuoni au kurudi kwenu nyuma zaidi hakuoni ndio kuna poa zaidi? Hatujakaa kimya, kwa sababu kukaa kimya, kusimama kutoa matamko kila siku wala sio kwamba chama kuonyesha kwamba chama kiko imara. Chama kinakuwa imara kwa kuhakikisha kwamba wanachama wako wanajua kile kinachoendelea na kuaddress issues na kujipanga vizuri. Huo ndio chama imara. Kwa sababu chama chetu, vyama vingine vyama vingine viko havina mizizi. Vyama vingine viko juu. Kwa hiyo unakuta chama ni hapa juu. Ukienda kwenye tawi hawapo. Ukienda kwenye makata hawapo. Vyama vingine ni hapa juu. Kwa hiyo viongozi wakiwa wanazungumza hapa juu wanaona kwamba chama kiko imara. Lakini nadhani chama imara ni chama chenye mizizi. Chama ambacho ukiongea pale juu yani chama uongozi unaanzia kwenye chini kuja juu, sio uongozi wa juu kwenda chini. Kwa hiyo CUF tuna mizizi, CUF tuna matawi ya kutosha, wanachama wetu tunawafuata kule walipo, tunapeleka miongozo, wanafanya mikutano yao, na bahati nzuri sisi waga tutegemea kwamba hizo tukifanya mikutano ya kitaifa ndio mikutano mifana, hapana. Ndio maana unaweza kuona mkutano huko Kaliua kule, mkutano huko Mtwara kule, mkutano yani tunajua mikutano ikifanyika huko kwenye wanachama wenyewe ni mikutano ambayo inatija, kwa sababu unakwenda kuzungumza na wale wenyewe, sio hao barabara ambao wengine sio wanachama wako, wengine ni wapita njia, wengine anakusikiliza naondoka. Lakini ukiweza kwenda kufanya shughuli za kisiasa kule chini ambapo kuna wanachama wako, unaweza kuwa na chama imara zaidi kuliko chama cha hewani. Okay, kuna siasa ambazo mlivyokuwa mzikifanya zamani tumeziona. Watu wanasema siasa baridi ambazo mnazozifanya sasa hivi ndizo pia zinasababisha kwamba muendelee ku drop zaidi. Siasa baridi kwa maana kwamba sasa hivi CUF mmekuwa ni watu ambao mna kazi ni kusifia sana serikali, wamefanya hiki, labda wamefanya hiki. Ni tofauti na zile siasa ambazo wenzenu wazifanya, au ni tofauti na zile siasa nyinyi mmekuwa mkizifanya zamani? Dani binadamu, binadamu, kwa mfano mimi mwenyewe nikiweza kuchukua mimi mwenyewe, mimi niko hivi. Mtu kifanya vizuri
haijalishi umefanya mada umefanya kwa lengo jema na umefanya kwa ajili ya taifa, nitakupongeza kufanya vizuri. Lakini pia ukifanya vibaya, si nitakuogopa hata ungekuwa nani. Ndio maana mimi niko huru sana niko huru na naweza nikamsema mtu yote bila kuogopa. Naye mwogopa hapa duniani ni Mungu peke yake. Lakini kiongozi mwingine yoyote chini ya ardhi akifanya vibaya, nitamwambia. Na akifanya vizuri nitampongeza, kwa sababu binadamu huwezi kuwa na mabaya peke yake, wala huwezi kuwa na mazuri peke yake. Kwa hiyo chama cha wananchi CUF pia pale hapo tunaona mambo yamefanyika mazuri, sio dhambi kupongeza ile kufanyika. Lakini tukiona pia mabaya tunasema labda kuna mmoja tu, mimi nadhani ni speech moja tu ambayo alisema mwenyekiti wa chama taifa, na nadhani hiyo speech alisema Tabora, kitu kama hicho, ambayo ilionekana kwamba imesambaa kweli kwamba sasa kazi ya CUF ni kupongeza tu, lakini mangapi ambayo tunakosoa. Hakuna chama ambacho kina sera nzuri kama CUF, na tunakuja na tunasema tuna maandiko, tunakosoa sasa hivi tunapeleka mpaka na hiyo miongozo kwamba sera yetu inakosoa elimu, kuna mapungufu 1, 2, 3 kwenye elimu, tunapeleka mwongozo kwamba tunapelekeza nini kiwe. Tunakosoa uchumi unashuka, deni la taifa limekuwa kubwa, na tunapeleka mapendekezo nini kifanyike. Tunakosoa sera za biashara kwamba tuna drop down kila siku, tunakosoa. Kwa hiyo kukosoa tunakosoa. Tulikosoa ile swala la bandari, profesa aliandika speech nzuri sana, akasema kwamba leo mmekataa kusikiliza Watanzania, mmekataa kusikiliza maoni ya Watanzania, mmeamua kuleta wawekezaji kwa nguvu kwenye bandari ya Dar es Salaam, lakini tunawapa huo mwongozo, ndani ya miaka 5 mtaona kitakachotokea. Aliandika. Kwa hiyo ni watu ambao sisi tunapongeza hapa hapo, tunaona kuna sababu ya kupongeza na kuna sababu jambo lenye tija kwa taifa. Na baba tunakosoa sana, tunaona kwamba mambo haendi yanavyotakiwa, na tunakosoa bila kumwogopa mtu yoyote. Bila kumwogopa mtu wetu. Tofauti na yani atumpambi mtu. Yaani ndani ya CUF mnaga chawa. Kama wale wanapambiana tu twende tena kunaga chawa. Ndani ya CUF ukifanya vizuri unapongezwa, na ukiboronga unasemwa, na unasemwa na unakemewa, na unasema kweli kweli. Swali langu la mwisho kabisa, Mheshimiwa Sakaya. Chama cha Mapinduzi CCM wameweka kikomo kwa viti maalum, wagombea wa nafasi za viti maalum, lakini hiyo imeanza Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wao wameweka kikomo kwenye upande wa viti maalum, lakini pia wameweka vikomo pia paka kwenye upande wa viongozi wa chama kwa ujumla, mwenyekiti, na nadhani asilimia kubwa nafasi ya mwenyekiti kwa ujumla. Unadhani kwenu mna haja pia kuweka hichi kitu? Kwa sababu mmeongozwa kimfano na Profesa Lipumba kwa muda mrefu pia zaidi. Kuna watu wengine wanaonekana kama ni watu ambao wenda wamemchoka au wamechoka, wanatamani kuona viongozi wengine wakija kwa ajili ya kulisukuma ili gurudumu. Unadhani kuna haja pia na CUF kuweza kuweka vikomo katika nafasi ya uongozi? Mimi nafikiri ninaanza kwenye nafasi za viti maalum kwa mfano, ambao ni nafasi za uteuzi zile. Mimi binafsi mtu ambaye nimeshaongea mara nyingi sana kwamba ni lazima tu angalau hizi nafasi za viti maalum ziwe na ukomo. Ziwe na ukomo kwa maana ya gani? Lengo lake lilikuwa ni nini? Lengo la kuwepo kwa viti maalum ilikuwa ni kitu ambacho kama ni affirmative action, kuwainua wanawake waliokuwa chini, ambapo walikuwa wameonekana kwamba hawana sifa ya kuongoza, hawana uwezo wa kuongoza. Kwa hiyo katumika kama fursa ambayo ilipiganiwa sana kina Mama Makinda, na kina Mama Abdalla, na kina Magisuri Mongela. Walipigana sana wakiwa bungeni, walipata fursa kuingia bungeni kwamba tuko wachache bungeni, tunafanyaje kuinua wanawake wengi walioko huko chini. Kwa hiyo wakaja na huo mpango wa affirmative action, ambapo ndio wako na uteuzi. Sasa zile nafasi ukiweza kupata sio za moja kwa moja, ina maana ukiweza kwenda bungeni, ukikaa miaka yako 10, ukitoka hapo una uwezo wa kuwa kwenda kugombea. Maana pale unapata experience, unapata nguvu, unapata financial support. Kwa hiyo una uwezo, unakuwa unatembea kwenye kama ni mpenda kweli mapambano, na ni mtu anataka kwenda kugombea jimbo. Kwa muda wa miaka 10 unakuwa umeshakuwa na target kwamba nikitoka hapa miaka 10 na kwenda kugombea wapi. Na unakuwa umeshaanza kuliandaa hilo jimbo kwa sababu rasilimali unazo, una gari ya serikali umekopeshwa, na pia ukiwekeza kusave zile posho zako kidogo unafanya kazi nzuri ya kisiasa. Kwa hiyo kwa upande wa viti maalum nakubaliana kabisa kwamba lazima kuwepo na vikomo ili wanawake wengine wengi waendelee kuibuliwa. Maana lengo ilikuwa sio wachache hao wabaki pale pale. Lengo la wanawake tunataka 50-50. Tunaipataje? Kwa basi tunang'ang'ania kwenye nafasi. Wako wanawake CCM wamekaa viti maalum miaka 35. 30 umekaa bunge, yule mwingine kule anakujaje? Kwa hiyo maana walioko wanaendelea kuwepo na ambao hawapo wataendelea kutokuwepo. Sasa jili kuweza kuipa balance na kuweza na mpango huu au hii mpango ndio unaweza kuwa na tija, ni kwamba watu wapewe vikao. Ukishakaa miaka 10 jipange vizuri, kagombee jimbo, nenda kwenye challenge kapambana sana na wanaume au vana majimbo huko, ili pale kwenye nafasi yako waingie wengine. Kwa utaratibu zote tukawa na 50% kwa upande wa wanawake. Kwa upande wa viongozi wa siasa, mimi nafikiri kwa sababu kiongozi anaikuwa na watu. Kiongozi anaikuwa kwa mapenzi ya watu.
kiongozi hajiweki pale mwenyewe. Na bahati nzuri kwenye nafasi za uongozi wa chama watu wanachaguliwa. Kwa mfano mimi niseme mfano mdogo, tulikuwa na uchaguzi wetu mwaka jana. Profesa katika nafasi ya profesa walikuwa watu 9. Ya nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa walikuwa watu 9. Katika miaka yangu itakuwepo kama chama cha CUF nikiwa kama mwanachama pia nikiwa kiongozi, haijawahi kutokea nimeshiriki katika awamu 5 za uchaguzi na chama cha CUF. Haijawahi kutokea uchaguzi ukawa nafasi moja ya mwenyekiti inagombea 9, haijawahi kutokea. Lakini makamu mwenyekiti walikuwa pia walikuwa watu 11. Haijawahi kutokea. Kwa hiyo mimi ile kwangu ilikuwa ni faraja kubwa sana kwamba sasa demokrasia ya kweli ndio inatakiwa. Kwa hiyo nafasi ya mwenyekiti ya kuwa kiongozi mkuu, aidha mwenyekiti au makamu mwenyekiti aidha bara au Zanzibar, hajiweki pale, anawekwa na wanachama. Sasa kama katika watu 9 kachaguliwa mmoja akashinda kama mmoja, kakosea nini? Si kapigiwa kura. Kwa sababu na bahati nzuri kama kipindi kile mwenyekiti alisema mwenyewe, anasema alikuwa ameshachoka kikweli, lakini bado wananchi walimhitaji, waliona kabisa kuna mahali ambapo kuna gap ambapo alihitaji kwenda kuifili pale. Kwa hiyo kwa upande wa nafasi za kuchaguliwa ni uchaguzi wa wanachama wanafanya. Kwa mfano mwenyekiti wa chama cha CUF huwa anachukuliwa fomu miaka yote. Hakuna mwaka ambao hata ukisikiza historia yake, hata ile mwanzo alivyokuwa anaingia kwenye chama, alivyotoka huko Ulaya kusoma, wazee waliokuwa kina mzee Mageni na wengine walimchukulia fomu. Anachukuliwa fomu ya mwenyekiti, anachukuliwa fomu ya kugombea urais. Haendaji mwenyewe, anachukuliwa mara vijana wamchukulie, mara wanawake wamchukulie, mara wanachama wajichukulie. Kwa hiyo wanaona umuhimu wake ndani ya chama. Kwa hiyo hata sasa hivi waliona umuhimu wake wakaanza kumweka. Kwa hiyo sema pesa kwa vyama vingine kwamba kama watu wamekuwa ni 9 wanaogombea nafasi, alafu katika 9 wakaona kwamba huyu ameshinda, kutumpe huyu kura aendelee kutuongoza, ina maana wanachama wanampenda. Kwa hiyo hajafanya kosa. Ingekuwa ni kosa kama ilifanyika kwa CCM. CCM ndio dhambi, na hiyo dhambi wataijibu kwamba mnakaa kwenye kikao chenu cha maamuzi, alafu anakuja mtu anakuja na agenda ya mengineyo, anasema naomba tupitishe azimio la mgombea urais kwa mmoja. Hiyo ni dhambi. Ingekuwa imekuwa hivyo kwamba mwenyekiti wa chama taifa ameweka mazingira yeye kuonekana kwamba ayabaki yeye mwenyewe, hapo ningesema ni dhambi kabisa, na watu bali hiyo iwe. Lakini kama mchakato umeendelea na yeye akasema sikutaka kugombea, lakini wanachama wamenichukulia fomu na mimi nikaona kwa nisiwakatishe tamaa, kwa hiyo mkiweza mkitaka kumchagua nichagueni. Hata hivyo mkiona siwezi mtaki kunichagua, nitatoa ushirikiano wa kutosha kwa hiyo nitakayemchagua. Lakini bado wanachama wakaona kwamba wewe bado tunakuhitaji. Kosa liko wapi? Dani, hamna kosa pale. Kwa mimi naona kwamba atafanya kazi vizuri kama ni mtu ambaye yeye mwenyewe binafsi ameona kwamba tayari ameshachoka. Sasa unajua Dani, hizi nafasi za kisiasa nataka nikwambie kwanza zinachosha. Binafsi zinachosha. Zinachosha kweli kweli. Zinachosha kwa sababu ni kazi ambayo unafanya free, yani muda wote unapambana nazo. Kwa hiyo kwa mtu yote ambayo yuko kwenye siasa, ukimuuliza kama ni hiari yake, atakwambia mimi sitaki kufanya hivyo. Sema ni kwamba tumeshasema tu kwamba siasa ni kama kitu kama iko damuni fulani hivi, au kama ni kama dini, yani huwezi kusema kwamba nimeenda msikitini sana kwa hiyo leo siendi. Hamna. Lazima utaelewa sababu tayari kuna kitu ambacho kinakuaminisha pale. Siasa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo siasa inachosha, na inachosha kweli kweli. Na inachosha zaidi kama unatenda vema, unatumika vizuri kwenye nafasi ulioomba au uliopewa, unatumika vema. Ikiwa mtu ambaye ana relax, hawezi kuchoka. Kwa mfano mimi niambia nikae bungeni miaka 20, miaka 30, nasema sina jipya, kwa sababu unafanya kazi usiku na mchana. Huna muda kukaa na familia, muda kufanya shule yako yote ile. Lakini kuna watu ambao wamekaa miaka 30, na maana yeye ni kuja bungeni, akitoka hapo anaenda hotelini, akitoka mfaishi, hatumiki kwa wananchi wale waliomchagua. Kwa hiyo mtu kama anaweza kukaa anaweza kukata miaka yote. Lakini kama unatumika vyema, unawajibika vyema, kazi ya sasa inachosha kweli kweli. Kwa hiyo watu wengi watakwambia, hata ukienda kuuliza mtu mwingine atakwambia tu mimi bwana nitaka tu nimefanya miaka 5 nipumzike. Lakini pale wananchi tunaona kabisa kwamba bado tunamhitaji, bado ana nguvu za kutumikia, bado fikra zake, uwezo wake, elimu yake na